Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Katika kipindi hiki tunaenda kuangalia sajili katika kituo cha polisi, na tunaelewa kwamba kituo cha polisi ni mahali ambapo hupatikana wahalifu, wale ambao wamevunja sheria na washukiwa na maafisa wa polisi. Moja kwa moja tukiangalia sifa ya kwanza, tunaambiwa kwamba kuna kutaja vyeo. Kuna vyeo katika maafisa katika kituo cha polisi. Kwa mfano kuna inspector, kuna sajini, kuna koplo na kadhalika. Pili, tunaambiwa kwamba kuna kukiuka kwa kanuni za sarufi. Mara nyingi kanuni za sarufi hukiukwa kwa sababu katika mazingira haya la msingi ni mawasiliano na wala si kuzingatia sheria za lugha. Tatu, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha maalum, lugha ambayo hufungamana na sheria, na lugha hii ndiyo hutumika katika kituo cha polisi. Nne, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya udadisi. Kudadisi ni kule kuuliza maswali kwa minajili ya kutaka kujua au kuelewa zaidi. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lugha ya kudadisi hutumika ili kujua ukweli wa mambo. Afisa wa polisi lazima aulize maswali ili aweze kujua ukweli wa mambo kwa kile ambacho kilitendeka au kilifanyika, ili aweze kubaini. Na tano, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati maalum. Kila wakati tumesema msamiati maalum ni ule msamiati ambao unatumika katika mazingira mahususi. Msamiati huu ni kama vile dhamana, kuna kuvunja sheria, kuna rubani, mahabusu, upelelezi na kadhalika. Sifa ya sita, tunaambiwa kwamba kuna lugha ya kuamrisha, au tunasema kuna matumizi ya lugha ya ukali. Nani huwa anatumia lugha ya ukali katika kituo cha polisi? Hasa kwa wenye wamevunja sheria. Kwa hivyo pengine afisa ndiye hutumia lugha ya ukali au lugha ya kuamrisha kwa yule ambaye ameshukiwa kuwa ni mvunja sheria. Saba, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya sentensi fupi. Naam, kuna matumizi ya sentensi fupi kwa sababu mawasiliano huendeshwa kwa njia ya maswali ya kudadisi na yanayohitaji majibu mafupi. Kwa sababu ya kutumia lugha ya udadisi, ndio maana tunakuwa na sentensi fupi. Kuna matumizi ya misimu. Kumbuka misimu ni yale maneno au misamiati ambayo huzuka na kutumika katika kipindi fulani kisha hutoweka. Hutumika katika kipindi fulani na kundi fulani la watu. Kwa hivyo misimu kama vile mguu wa kuku kumaanisha bastora, kuna ndani, mshukiwa atiwe ndani kumaanisha korokoroni, kuna kitu kidogo kumaanisha hongo, kuna afande kumaanisha mkubwa. 9, kuna lugha ya upole. Nani huwa anatumia lugha ya upole katika kituo cha polisi? Hasa mshukiwa. Yule ambaye ameshukiwa hutumia lugha ya upole na unyenyekevu kwa wakubwa wake, hasa maafisa wa polisi, kwa sababu tayari ni mshukiwa na anashukiwa kuwa ni mvunja sheria. Na 10, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya kuchanganya na kuhamisha msimbo ili kujaribu kujieleza vizuri. Iwapo pengine mshukiwa ameulizwa maswali na anaona hawezi akajieleza vizuri katika lugha moja, basi huenda akatumia kuchanganya ndimi au kuhamisha ndimi. Kumbuka kuchanganya ndimi, kuchanganya msimbo, kuchanganya lugha, kuhamisha ndimi, kuhamisha msimbo na kuhamisha lugha, huwa tunarejelea kitu kimoja. Kwa hivyo hiyo ndiyo sajili katika kituo cha polisi. Na usije ukasema sajili ya polisi, ni sajili katika kituo cha polisi. Ufikie hapo, tutakomea hapo kwa sasa. Katika video nyingine tutajadili sajili ya darasani. Kwaheri kwa sasa.